Habari, kwa majina naitwa Edson Protas, ni mhadhiri msaidizi katika chuo cha Muhimbili. Leo tutaongelea kidogo kwa ufupi kuhusu kelele, madhara yake kwenye afya ya mwanadamu. Kiurahisi, kelele ni sauti isiyokuwa na mpangilio. Na sauti zikishakuwa nyingi zinapigwa kwa mpangilio tofauti, zinatengeneza kitu kinaitwa kelele. Sasa kelele ina madhara kwa mwanadamu moja kwa moja na ambayo sio moja kwa moja. Tukianza ya moja kwa moja, unapata madhara kama kupoteza uwezo wa kusikia, lakini kuna wale ambao tunasema sio moja kwa moja, kama kupata matatizo ya moyo au kuwa kichochezi cha tatizo kwenye moyo. Lakini sasa leo tutaongelea sana vile ambavyo ni ya moja kwa moja, kama upotevu wa usikivu. Sasa katika upotevu wa usikivu kulingana na kelele tunao aina mbili, wa muda mfupi na wa muda mrefu. Kwa kitaalamu tunaita ni temporary na nyingine permanent. Ukianza na wa muda mfupi ni kwamba unapokuwa kwenye kelele ambayo ni kubwa, kitaalamu tunasema kelele iliyovuka kiwango cha decibeli 85. Kiwango cha kelele kinapelekea upotevu wa usikivu. Sasa upotevu wa usikivu wa muda mfupi unatokea, lakini unakaa kwa muda mfupi, kwa masaa au siku, alafu baada ya masaa kupita unarudi kama kawaida. Lakini ule wa muda mrefu sasa ndio hivyo, sasa unakuta mtu anapoteza kusikia na asikii tena. Upotevu wa kusikia kwa muda mfupi ni chanzo kikubwa cha kupoteza kusikia kwa muda mrefu, kwa sababu huwezi tu kupoteza kusikia kwa muda mrefu, huwa inaanza taratibu. Lakini pia kwa wale watu ambao wanafanya kazi kwenye silaha na bunduki na mabomu, wao wanawezekana mkubwa wasipitie stage ya kupoteza kwa muda mfupi, wakapoteza moja kwa moja kulingana na kiwango na nguvu ya kelele inayoingia kwenye masikio. Kwa sasa ni wajibu wetu sisi kama wafanyakazi kwenye sehemu ambazo zina kelele na sehemu zingine zote, kisha kwamba ule upotevu wa usikivu kwa muda mdogo wa taratibu ndio tunapokana nao. Sana kitaalamu ni kuepuka kukaa sehemu yenye kelele, na kama haiwezekani kabisa basi tunashauriwa kuvaa vifaa kinga ambapo tunaziita plug za masikioni. Lakini muda mwingine tunashauriwa kuwa na mapumziko. Unajua, unapokuwa unapata muda wa kupumzika unapunguza ule mkusanyiko wa kelele masikioni na inakupa uwezo wa masikio kuweza kujiimarisha na kuanza upya tena kusikia vizuri. Asanteni sana, nadhani hicho ndio cha muhimu kujifunza kuhusu kelele na afya.